Kundi la waasi la M23 limetangaza uamuzi wa kuondoa wapiganaji wake kutoka mji wa Uvira mashariki mwa DRC kufuatia ombi la Marekani. Hatua hiyo inajiri siku chache tu baada ya kutangaza kwamba lilikuwa limeuteka mji wa Uvira. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa katika ukurasa wa X wa kiongozi wake Corneille Nangaa, hatua hiyo ni njia ya kujenga uaminifu na kusaidia mchakato unaoendelea wa amani unaohusisha mazungumzo ya serikali kuu ya DRC. Katika taarifa hiyo, Corneille Nangaa, kiongozi wa kisiasa wa Congo River Alliance, muungano wa kisiasa na kijeshi unaoshirikiana na M23, amesema, na hapa ninamnukuu: uamuzi huo unafuata maendeleo ya hivi karibuni chini ya mchakato wa amani wa Doha. Hii ikiwa ni pamoja na kusainiwa kwa makubaliano ya mfumo wa amani wa Doha mwezi Novemba. Mwisho wa nukuu. Kulingana na taarifa hiyo, kuondoa wanajeshi kutoka Uvira kulifanywa kwa ombi la usuluhishi wa Marekani. Kundi la M23 limeongeza kuwa limechukua hatua hiyo ikiwa bado linakabiliwa na uchochezi na ukiukaji wa haki unaofanywa na jeshi la DRC FARDC na washirika wake. Serikali ya Kongo bado haijatoa majibu kuhusu tangazo hilo. Wakati huo huo, msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka ameweka video katika ukurasa wa mtandao wake wa X zikionyesha raia wakiandamana kuonyesha kuunga mkono M23 na kuvitaka vikosi hivyo kusalia ndani ya Uvira. Huku hayo yakijiri, wakazi wa mashariki mwa DRC waliokuwa wametoroka makwao wameanza kurudi nyumbani. Wakazi wanasema wamerejea baada ya kusikia kuna hali ya afueni katika eneo la Livungi. Wanawake na watoto wanarejea baada ya kutoroka kwa siku kadhaa hadi katika miji iliyoko mpakani mwa Kongo na Burundi. Hii mardi yenye napita ndio vita tena ilianza ya makali tena, tukakimbia tukaenda Sange. Sasa tushaikala Sange siku mbili, vita tena ikafika Sange. Kabidi tutoke tena pale Sange tukaenda fasi yenye wanaita Kigurwe karibu na mpaka ya Burundi, ndio tukavania skale pale. Basi kipindi tulisikia vita na sogea nafika Kiliba banakuwa Uvira, bebako katogota wakatuita murudie, vita haitarudia tena nyuma na bako banasonga. Tunaona kule tutakufa na njala, hatuna mashamba, hatuna pesa. Tunasema turudie kwetu, tunaona hakuna tena vita, turudie. Niko mkaaji wa Luvungi, nikimbiaka vita, naona amani ndio inaanza kurudia. Kwa hii vita mimi nipoteza dadangu watatu, sika walikufa ama ni wazima. Mama ndio anaenda watafuta ngambo za Burundi, atui kama ni wazima maji. M23 imesema imewakamata mamia ya wanajeshi wa Burundi katika mapigano ya hivi karibuni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya onyo kutoka Marekani. Afisa wa kundi hilo wamesema wanakusudia kuwarejesha wanajeshi hao nchini mwao. Wakati huo huo, mashirika ya kutoa misaada ya kibinadamu ikiwemo Madaktari Wasio na Mipaka MSF yameonya kuwa mapigano na hali ya kutokuwepo kwa usalama yanaendelea kufanya hali kuwa mbaya zaidi kwa raia. Tunaona viwango vya juu sana vya unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake, wasichana, wavulana na wanaume. Takwimu tulizozipata katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka 2025 katika vituo ambavyo MSF inatoa msaada mashariki mwa DRC ni kwamba tumekuwa tukipokea jumla ya watu 155 kila siku wakitafuta usaidizi. Kila siku waathiriwa 155 kwenye unyanyasaji wa kingono wanaotafuta huduma, na bila shaka tunapaswa kukumbuka kuwa ni wengi ambao hawafiki kwenye vituo vya afya. Sasa ili kufahamu zaidi kuhusu hali ilivyo mashariki mwa DRC, tuungane na Dr. Edgar Githua, ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia, anajiunga nasi kutoka jijini Nairobi, Kenya. Dr. Githua, uamuzi huu wa M23 kutangaza kujiondoa Uvira baada ya kuuteka mji huo siku chache tu zilizopita unatoa taswira gani? Asante kwa swali lako. Ni kumaanisha kuwa wameona kuwa Amerika imeingililia, na sasa kwa sababu Amerikani ni nchi ambayo iko na ushawishi mkubwa, wameona waondoke, kwa maana pia wanaogopa kuwa wasipokubali kuondoka wanaweza kuwa wataadhibiwa vikali sana. Mchakato wa amani wa Doha una uzito gani katika kumaliza mzozo huu wa mashariki mwa Kongo, ikizingatiwa kwamba DRC na Rwanda zilitia saini mkataba wa Washington hivi majuzi tu? Process ya Doha pia imesaidia, kwa sababu walikuwa wameingia, M23 walikuwa wamesema kuwa wataondoka kama watapata masharti yao yatakuwa yametimizwa. Kwa hivyo sasa, kwa sababu pia Rwanda na DRC wameweza kutia mkataba mwingine sahihi, wameona waweze kuondoka. Na kumbuka madai ya kuwa Rwanda ndio inawasaidia M23 na Rwanda imetia msahihi mkataba wa amani, lazima M23 wameona kuwa nguvu zao zinaenda kuisha, ndio maana wamesema waondoke.
Kauli hii ya M23 kuchukua hatua hii kufuatia ombi la Marekani inaashiria nini kuhusu nafasi ya Marekani ama nguvu yake katika mgogoro huu? Ni kuonesha kuwa Amerika ni nchi ambayo iko na ushawishi mkubwa na nguvu nyingi, kwa sababu wao ndio wameweza kuambia M23 na kuambia Rwanda pia lazima huo mkataba wa amani uzingatiwe. Kwa hivyo M23 wameona kuwa kama Amerika imeingililia, na kwa sababu hataki kukabiliana na majeshi ya Amerika, wameona wasalimishe amri na waondoke mahali pale. Kwa hivyo Amerika ina ushawishi mkubwa sana katika huu mgogoro. Serikali ya DR Congo mpaka sasa haijatoa jibu rasmi baada ya M23 kutangaza inatoka Uvira. Ukimya huu wao unaleta taswira gani? Ukimya wa taifa la DRC ni kwa sababu wanajua hapo awali M23 wamekuwa wanateka nyara mahali, alafu wanasema wataondoka, kisha baadaye wanarudi wanateka nyara upya. Kwa hivyo ni kama serikali ya DRC hawaamini kuwa hao watu wako na nia nzuri. Kwa hivyo wanangoja waangalie kabisa, wahakikishe kuwa wameondoka katika huo mji wa Uvira. Pia tumeona video katika mitandao zikionyesha raia wakidai M23 wabakie Uvira. Video hizi zimesambazwa na viongozi wa M23. Je, wenyeji wa mji huu wanakabiliwa na masuala yapi ya kiusalama ambayo huenda ikawa wanataka M23 kukabiliana nayo? Ni kumaanisha kuwa tangu M23 waingie katika mji wa Uvira ni kama walileta amani, kukawa na utulivu. Unajua hapo awali kulikuwa na majeshi ya kutoka Kongo, majeshi ya wazalendo, na hakukuwa na hali ya usalama. Kwa hivyo ukiona wakishangilia na wakidai kuwa wanataka M23 wabaki pale, kumaanisha majeshi ya M23 walienda pale wakaleta hali ya utulivu, na wakaona ni afadhali basi wakae nao wahalifu wa M23 kuliko ambao majeshi ya DRC ambao haiwaletea amani. Na unapozungumzia majeshi hayo, M23 imedai kwamba kuna uhasama ambao bado wanapata kutoka kwa jeshi hilo la FARDC na washirika wake. Hii inaathiri vipi uaminifu kati ya pande hizi mbili katika juhudi za kusuluhisha mzozo huu? Inaathiri pakubwa, kwa sababu sasa ni kumaanisha kama ni jeshi la DRC Kongo ambalo litaleta madhara yote, ni kumaanisha wakazi wa Uvira, Bukavu na upande huu wote wataona ni afadhali basi wakae na majeshi ya M23, na sasa utakuta serikali ya DRC watakosa ushawishi mkubwa upande ule. Kuna madai pia Dr. Githua kwamba wanajeshi wa Burundi wamekamatwa na M23. Sasa hii inaathiri vipi mvutano huu wa kikanda na usalama katika eneo zima la maziwa makuu ambalo linahusisha Rwanda, Burundi na sasa DRC? Kumaanisha sasa huu mgogoro hutaisha hivi karibuni, kwa sababu Burundi wakikuwa kama ni ukweli majeshi yao wametekwa nyara, kumaanisha Burundi itaingilia katika vita hivi. Kwa hivyo utakuta kuna Burundi pale wanapigana na M23, kuna Rwanda, kuna DRC, na watakaoathiriwa ni wanawake na watoto na wananchi wa DRC. Dr. Githua, mashirika ya misaada kama vile MSF pia yameonya kwamba hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota. Tumeona wakazi wakiendelea kukosa makao. Na kwa mtizamo wako, hatua zipi za haraka lazima zichukuliwe ili kulinda raia hata wakati ambapo juhudi za amani zinaendelea? Lazima Umoja wa Mataifa na makundi mashirika kama MSF watie juhudi zaidi kuleta msaada wa kuwasaidia ambao wameathirika, kwa sababu wasipofanya vile maafa mengi yatapatikana. Kama ukiona katika runinga ni maafa mengi yamepatikana na madhara mengi yamepatikana pale. Kwa hivyo juhudi lazima zifanywe za harakati kutoka Umoja wa Mataifa na vikundi kama MSF kuleta usaidizi. Asante sana Dr. Edgar Githua kwa tathmini hiyo ya kina. Dr. Edgar Githua na mahojiano hayo pamoja naye anahitimisha taarifa yetu kuu usiku huu.